Mradi wa jengo la baba mama na mtoto ni mradi unaotekelezwa kwa vyanzo viwili vya fedha kama ifuatavyo. Chanzo cha kwanza ni fedha za bakaa kiasi cha shilingi milioni 49,317,450 zilizobaki kwenye mradi uliokuwa wa ujenzi wa majengo ya mionzi, upasuaji, jengo la kufulia pamoja na ukamilishaji wa jengo la wagonjwa wanne yani OPD. Kati ya shilingi milioni 900 zilikuwa zimepokelewa kutoka serikali kuu mwaka wa fedha 2023/24. Chanzo cha pili ni milioni 62 kutoka mapato ya ndani ya halmashauri zilizopokelewa tarehe 30 mwezi wa 9 2025. Manufaa ya mradi: kupunguza msongamano wa wateja eneo la kutolea huduma. Pili, kuwepo kwa chumba maalum kwa ajili ya kutoa huduma rafiki kwa vijana. Tatu, kuwepo kwa chumba maalum cha kutolea huduma za chanjo kwa watoto na wajawazito watakaokuwa wanahudhuria kliniki. 4, kuboreka kwa miundombinu na mazingira rafiki na ya kisasa ya kufanyia kazi. 5, kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za afya ya uzazi na mpango kutokana na maboresho ya kisasa katika jengo la RCH. Tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya Monduli kwa kutupatia fedha nyingi, ununuzi wa vifaa tiba na kuajiri watumishi na kuendelea kuweka mazingira mazuri katika hospitali yetu. Tunategemea kwamba jengo hili litakwenda kuwa na manufaa ambayo yameelezwa hapa. Ionekane kwamba halmashauri imeunga juhudi za serikali kutuletea fedha. Basi nashauri tu tukasimamie kwa karibu mradi huu ukamilike kwa wakati ili wananchi waendelee kupata huduma katika hospitali yetu ya wilaya. Shule ya msingi Manyara Ranch ni shule ya bweni na ina jumla ya wanafunzi 1312. Mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 6 2025, shule ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 88 na laki 6 kutoka serikali kuu, ikiwa ni fedha kwa ajili ya programu ya Boosti kupitia akaunti ya shule kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 3 vya darasa pamoja na matundu 6 ya vyoo. Kupitia serikali ya kijiji cha Isilalei katika kuunga mkono juhudi za serikali imechangia Tanzania shilingi milioni 3 kwa ajili ya kuongeza fedha za madawati. Kukamilika kwa mradi huu kutakuwa na manufaa yafuatayo: kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, kuongeza idadi ya samani shuleni, kupunguza mlundikano wa wanafunzi madarasani. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutoa fedha za ujenzi wa vyumba vya madarasa ambavyo vinaenda kupunguza uhaba wa vyumba vya madarasa na kupunguza mlundikano wa wanafunzi darasani. Pia tunakushukuru sana we mwenyekiti wa kamati hii kwa kuja kutembelea na kujionea mradi wetu ambao umekamilika. Naomba kuwasilisha. Naomba nifikishe shukrani za dhati kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa fedha hizi za miradi. Kwa kipindi cha uongozi wake tumekuwa tukipokea fedha nyingi za miradi na ikiwepo madarasa haya 3 pamoja na matundu ya vyoo vya watoto wa kike na wa kiume. Naomba nichukue fursa hii kumpongeza mwalimu mkuu wa shule ya msingi Manyara Ranch pamoja na watumishi wenzake kwa usimamizi wa huu mradi pamoja na watumishi pia wa idara ya ujenzi kwa maana mhandisi na watu wake wamesimamia huu mradi kwa karibu sana na sasa umekamilika. Lakini pia niwashukuru sana wananchi wa kijiji cha Isilalei kwa nguvu zao walizozitoa kuwezesha kwa huu mradi kukamilika kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo furaha kubwa kukukaribisha katika shule ya sekondari Manyara. Mradi wa ujenzi wa bweni. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule ya sekondari Manyara ilipokea kiasi cha shilingi 130,000 tarehe 9 mwezi wa 8 2025 kwa ajili ya ujenzi wa bweni. Fedha hii ni kutokana na mpango wa lipa kutokana na matokeo EP4R. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu utasaidia wanafunzi kupata mazingira rafiki kwa ajili ya malazi yao hapa shuleni, wakiwemo wenye mahitaji maalum, kwani bweni lina miundombinu rafiki kwao. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa bweni hili ulianza kutekelezwa tarehe 17 mwezi wa 9 2025 na tayari umeshakamilika. Tunapenda kushukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweka mazingira mazuri ya malazi kwa wanafunzi katika sekta ya elimu. Serikali imeona ni vyema
kaongeza shule za kidato cha 5 na 6. Kwa upande wetu halmashauri ya wilaya Monduli tulikuwa na shule 2 tu za serikali. Kwa hiyo shule itakapoanza sasa kupokea wanafunzi wa kidato cha 5 tutakuwa na shule 3. Bado tunaendelea kufanya kuboresha miundombinu kwenye maeneo mengine ili tuweze kuanzisha kidato cha 5 na 6 ili wanafunzi wanaomaliza kidato cha 4 na ufaulu vizuri waweze kuendelea na kidato cha 5, wengine wanataka kwenda kwenye vyuo vya kati waende. Rai yangu vitanda 30 vimeshakamilika, naamini hivyo vingine vitakamilika kwa muda ambao tumekubaliana. Hongereni.